Unahitaji kusikilizwa na watu wa kusikilize. Chochote unachoongea watu wa kuzingatie na kufanya kile unachokihitaji. Leo nakwenda kukuelekeza namna gani unaweza kutumia tangawizi hii kwa ajili ya kufanya maombi haya maalum au manuizi haya ya kusikilizwa na watu, kufanya watu wa kusikilize, wa kuzingatie, na chochote utakachokuwa unakiongea kitakuwa kinasikilizwa. Utapendwa na kila mtu, watu watakusikiliza, na chochote utakachokuwa unaongea au unakiomba basi kitaweza kuchukuliwa uzito na kuweza kutekelezwa. Unahitaji kuomba jambo lolote, kumuomba mtu yote, kitu ni mpenzi wako au ni kazi au ni chochote, basi hii dawa ninayokuelekeza hapa itakufaa wewe sana. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Na kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, please usisahau kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya katika channel hii. Na moja kwa moja tuende kwenye somo letu la leo, ambapo nakwenda kuelekeza namna gani utafanya dawa hii kwa ajili ya kusikilizwa na watu waweze kukusikiliza na kukuzingatia kwa kile ambacho unakuwa unataka watu kumwambia mtu, kuambia watu waweze kukusikiliza na kukuelewa kwa haraka na kukuzingatia. Kwa hiyo hitaji letu tutakalotakiwa kuwa nalo, cha kwanza ni tangawizi. Namna gani unaweza kutumia tangawizi kwa ajili ya kufanya watu wakusikilize, watu wakupende, wakuzingatie, usiweze kukataliwa na mtu yoyote. Hautakataliwa kwa jambo lolote kuanzia leo ukitumia tangawizi hii kama nitakavyokuelekeza hapa, ukiwa na imani katika vitu vya asili, ukiwa na imani katika nguvu za universe, kwamba kila kitu kipo duniani kwa ajili ya kutusaidia sisi binadamu ili maisha yetu yaweze kwenda vizuri, basi kwa imani yako utaweza kwenda kusaidika kwa hichi nitakachokuelekeza hapa. So hitaji letu la kwanza utahitajika kuwa na tangawizi. Watu wote mnaifahamu tangawizi. Unahitajika kuwa na tangawizi yako, unahitajika kuiosha iwe safi kama unavyoiona ya kwangu hapa. Hata ukiweza kuosha vizuri zaidi itakuwa ni vyema. Unatakiwa uioshe vizuri tangawizi yako. Hili ndio hitaji la kwanza utakalotakiwa kuwa nalo. Pia utahitajika kuwa na kisu. Kisu chako sasa ambacho utakatia tangawizi yako. Pia unahitajika kuwa na asali. Utakuwa na asali, mimi kwangu imebaki kidogo tu, ila na wewe pia hutohitaji nyingi sana, ila unahitajika kuwa na asali. Kinachotakiwa utatakiwa kukata tangawizi hii kidogo, utakata kipande kidogo tu. Ngoja nikuonyeshe kipande ambacho nitakikata kama cha kwangu hapa. Na hapa nimeshakwisha kukata ile tangawizi yangu katika kipande kidogo. Na wewe pia utafanya hivi hivi, utakata tangawizi yako kipande kidogo tu kama hichi mimi hapa ninachokuonyesha. Kisha utatakiwa kukichovya kwenye hii asali. Asali yako umeshaiandaa vizuri, kisha utachovya tangawizi hii kwenye asali. Na utakapomaliza kuchovya, huu utakuwa ndo muda wa kunuia. Utaishika tangawizi hii pamoja na asali, kisha utaanza kunuia. Na manuizi yako utakuwa ukinuia kama ifuatavyo. Utaanza kwa kutaja jina lako kwamba mimi fulani bin fulani. Hapo sasa utakuwa ukitaja lile jina lako kwamba mimi fulani mtoto wa fulani. Kuanzia leo nitakapoweka asali hii pamoja na tangawizi hii mdomoni mwangu, kila nitakachoongea, kila maneno nitakayoongea yawe matamu masikioni mwa watu. Hapo utakuwa sasa ukinuia baada ya kutaja jina lako kwamba kila utakachoongea, kila neno litakalotoka kwenye mdomo wako, basi maneno yako yawe matamu kama asali. Iwe rahisi watu kukusikiliza na kufanya kile ambacho wewe utakuwa unakitaka. Kila neno litakalotoka kwenye mdomo wako lisiwe lenye kupingwa na mtu yoyote, wala kusiwe na mtu wa kukataa kile wewe unachokiomba. Utanuia mambo yako yote huku ukiwa unatafuna kipande hicho cha tangawizi ambacho umekiweka asali. Utatafuna huku ukiendelea kunuia kwamba nitakaye kwenda kuzungumza naye leo, watu nitakao kwenda kukutana nao leo wanione, wanizingatie, kusiwe na mtu wa kukataa katika jambo lolote ambalo mimi nitakuwa nina shida nalo. Utatafuna na maji yale utayameza ukiamini kwamba utakwenda kusikilizwa na kila mtu ambaye utakwenda kuonana naye siku hiyo, au mtu yote ambaye una shida ya kuongea naye. Na zoezi hili ni vyema ukalifanya mwanzo wa mwezi au siku yote ile ambayo unakuwa una shida ya kwenda kuongea na mtu unataka kusikiliza, yao ni mpenzi wako unataka kusikiliza kiwepesi, basi utatumia dawa hii kwa ajili
ya kuitafuna ili kwenda kuongea na mlengwa. Lakini kama unataka kwenda kuongea na watu ni wengi, hautomnuia mtu, utanuia tu kwamba huko ninapokwenda nisikilizwe. Ila kama unakwenda kuongea na mtu mmoja, basi utasema mimi fulani ninapokwenda kuongea na fulani, utamtaja jina lake, basi anisikilize na anipe kile nitakachokuwa ninakihitaji. Basi kwa kutumia vitu hivi viwili vyenye nguvu sana Mwenyezi Mungu alivyovipa uwezo kwa ajili ya kutusaidia sisi binadamu, ukiwa na imani vitakwenda kukusaidia, na kuanzia siku hiyo utapata kibali cha kusikilizwa na watu. Watu wataanza kukuzingatia wewe ambaye ulikuwa unachukiwa na watu bila sababu, hausikilizwi wala kutimiziwa kitu chochote. Basi kuanzia siku hiyo mambo yako yataanza kwenda vizuri. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na pia kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, please usisahau kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila nitakapokuwa ninaposti somo jipya. Asanteni.